Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana ndani ya channel yako ipendwa ya Mnyasa Media. Mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League, hapa naizungumzia Young Africans dhidi ya TRA United, umemfanya Starboy Alan Okello kuondoka na mpira akiukumbatia kwa pani anatoka nao. Kwa nini? Kwa sababu amefunga hat-trick, yani amepiga magoli matatu katika mchezo huo. Unaweza ukaona namna gani Alan Okello anazidi kuongeza kasi sana kwenye namna ya kumaliza, kufanya finishing anapokuwa katika eneo la mwisho. Tumemwona Alan Okello amesajiliwa dirisha dogo ndani ya klabu ya Young Africans, lakini hivi sasa ingia kwenye rekodi ya kuanza kukitafuta kiatu cha ufungaji bora. Dakika za jioni anaibuka Alan Okello, lakini awali kabisa tulikuwa tukimwangalia Faisal Salum Feitoto. Vile vile tuangalie namna gani mchezo huu utakuwa wa thamani mbele ya Young Africans. Kwa nini unakuwa wa thamani? Kwa sababu tayari tumemwona tajiri ama mwekezaji ndani ya klabu ya Young Africans amefika katika uwanja wa KMC kutazama mtanange moja kwa moja, mwenyewe akiwa jukwani na viongozi wenzake akiambatana nao. Kwa nini tajiri anakuja uwanjani? Manake anaongeza morali kwa wachezaji kwamba kombe wanalihitaji, kombe wanalitaka Young Africans walichukue tena. Na maneno ya GSM, nakumbuka wakati akiulizwa kuelekea msimu huu nini ambacho anakihitaji, yeye alisema tu Yanga bingwa. Sasa neno la kusema tu Yanga bingwa ndio tafsiri hii ambayo pengine tunaiona. Kwa sababu gani? Dirisha dogo Young Africans wamefanya mabadiliko makubwa kwenye sajili ambayo naweza nikasema imewalipa Young Africans kwa 90%. Ni usajili wa Starboy Alan Okello kutoka pale nchini Uganda ndani ya klabu ya Vipers. Mpaka hivi sasa Starboy Alan Okello amekuwa mchezaji tegemezi katika nafasi zile za kumalizia, nafasi za kufunga magoli ndani ya klabu ya Young Africans, na usishangae ndo atakuwa mchezaji pengine atakayekuwa kinara wa upatikaji wa mabao ndani ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC Premier League kwa upande wa Young Africans. Pengine hata kwenye kuchukua kiatu cha ufungaji bora, pengine Starboy anaweza pengine akaingia, pengine akachukua kiatu kadri ambavyo tunazidi kumwona akionyesha juhudi zake katika michezo ambayo inaendelea kutamatika. Na mpaka hivi sasa manake Young Africans watabakiwa na mchezo mmoja, na hivi sasa ndo hapo vita inakapokuja kutokea. Je, Young Africans atachukua ubingwa kweli kama ambavyo tajiri wa Young Africans kwa maana mwekezaji GSM alivyotamka kwamba Yanga bingwa, ama Simba Sports Club watatoa ubingwa? Simba wao watamaliza dhidi ya KMC, lakini Young Africans watamaliza dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo hapo ndo kutakuwa na kindumbendumbwe. Je, Young Africans watachukua ubingwa ama Simba Sports Club mnyama atachukua ubingwa? Nikombe sana mtazamaji wa Mnyasa Media, wewe ambaye bado hujiunga nasi, nikombe sana uweze kubonyeza neno subscribe, lakini dondosha maoni yako, tuambie ni Young Africans ama mnyama Simba atachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League, ikisalia mechi moja na gap la alama ni alama 2, ndio tofauti kati ya mnyama Simba na watani zake Young Africans. Shukrani sana, endelea kufuatilia channel yako ipendwa ya Mnyasa Media.